Kiswahili gredi ya 9. Karatasi ya 1. Ufahamu na sarufi. Soma kifungu kifuatacho, kisha ujibu maswali yatakayofuata. Ilikuwa siku ya Jumamosi na Sudi alikuwa akirejea nyumbani chapuchapu magharibi baada ya kushiriki mazoezi ya kandanda katika mkoa wao. Alitamani afike nyumbani ili angalau apumzike. Akiwa ameshika njia kuelekea nyumbani, mawazo yake yalitekwa na sauti ya mtoto wa mbwa, yaani kelbu, aliyekuwa akilia. Jamani! Sauti ya kelbu! Kelbu anafanya nini hapa kichakani? Swali hili na mengine kadhaa yalimjia Sudi kwa wakati mmoja. Sudi alinyatia na kuchungulia ilikotoka sauti hiyo. Alipigwa na butwaa kumwona kelbu aliyenyeshewa na kutetemeka kama kifaranga. Jambo hili lilimwatua moyo. Moyo ulimpapa asijue la kufanya. Sudi alitaka kujitia hamnazo na kuendelea na shughuli zake, lakini moyo wake ukamwambia hapana. Alipotazama kwa makini, aliona joka kubwa kando ya kelbu huyo. Sudi alidhani kuwa bila shaka lengo la joka hilo lilikuwa ni kumla kelbu huyo. Hata hivyo, joka hilo lilipomwona liliondoka taratibu. Kelbu alimtazama kwa huruma. Baada ya kujihakikishia usalama wake, alimnyakua kelbu huyo na kukimbia naye hadi nyumbani. Aliwasili nyumbani japo wazazi hawakuwepo. Kelbu huyo alihitaji chakula, joto na mahali salama pa kulala. Zaidi ya hayo, pia alihitaji matibabu kwa kuwa alikuwa na vinonda pia mwilini. Kelbu huyo alitulia na kuanza kurambaramba midomo, ishara ya kutafuta riziki ya tumboni. Wazazi wake walipowasili, aliwasimulia kisa chote. Walimshughulikia kelbu huyo kwa kumpa chakula, mahali pa kulala na kumwashia moto ili aote, na baadaye alilala fofofo. Wazazi wa Sudi walimpigia simu afisa wa wanyama kuripoti kisa hicho. Maswali. 1. Kwa mujibu wa aya ya kwanza, Sudi alitembea chapuchapu kuelekea nyumbani ili atangulie wazazi kufika nyumbani, b apate nafasi ya kupumzika, c asinyeshewe na mvua, d kutambua ilikotoka sauti aliyosikia. Jibu ni b apate nafasi ya kupumzika. 2. Mawazo ya Sudi, kelbu anafanya nini hapa kichakani, yanaonyesha nini kuhusu jamii ya Sudi? Watu hujishughulisha na mambo yanayowahusu pekee. b wafugaji wengi wana mazoea ya kuwadhulumu wanyama. c ni ajabu kumpata kelbu kichakani. d wanafunzi wengi ni wadadisi wa mambo katika mazingira yao. Jibu ni c ni ajabu kumpata kelbu kichakani. 3. Chagua jawabu linaloonyesha kuwa Sudi ni mwenye huruma. Alijiuliza maswali kadhaa ili kubaini ukweli. b alifikiria kumwokoa kelbu asishambuliwe na joka. c aliwasimulia wazazi wake kisa kilichompata. d alitembea chapuchapu ili afike nyumbani. Jibu ni b alifikiria kumwokoa kelbu asishambuliwe na joka. 4. Chagua jawabu linaloonyesha mfuatano sahihi wa matukio.
Sudi kueleza wazazi yaliyojiri. Joka kutoroka. Sudi kushika njia kuelekea nyumbani. Sudi kumnyakua kelbu. Jibu ni tano. Kauli alitaka kujitia hamnazo imetumia tamathali gani? A. Nahau. B. Chuku. C. Tashbihi D. Methali. Jibu ni A. Nahau sita. Unafikiri afisa wa wanyama alichukua hatua gani? A. Alianza kumtafuta mwenye kelbu. B. Alimchukua kelbu huyo ili amtunze. C. Aliwapatia zawadi wazazi wa Sudi. D. Alimchukua kelbu na kumweka mahali salama. Jibu ni B. Alimchukua kelbu huyo ili amtunze.